Уважаемый господин президент, Mr. President, Mheshimiwa Raisi, tuna furaha kubwa sana kuwaona hapa, na awali ya yote ningependa kukushukuru sana kwa kukubali wito kama mgeni wetu wa heshima kuhudhuria katika miaka 80 ya maadhimisho ya mashujaa wetu waliopambana. Walikuwa ni askari wazalendo waliopambana kwa ajili ya kuondoa unazi. Ninakumbuka mazungumzo yetu mwanana ambayo tulifanya mwaka 2023 ulipokuja kwenye mkutano wa Urusi na Afrika St. Petersburg, Moscow. Na mwaka huu hatimaye umekuja ili tusherehekee pamoja sikukuu hizi za kuwakumbuka mashujaa waliopigana vita vya kizalendo kwa muda wa miaka 80 sasa, pale walipohitimisha vile vita kwa kuwashinda Wanazi tarehe 9 Mei 1945. Na hili ni jambo kubwa sana linaloonyesha ishara ya urafiki, si tu urafiki lakini urafiki wa ndani kabisa kati ya Urusi na Burkina Faso. Na pia ningependa sana kutambua mchango wa taifa lako wa kupigana na kuwashinda Wanazi wa Ujerumani pamoja na washirika wao. Askari 30,000 wa Burkina Faso waliingia vitani katika kupigana na kupinga utawala wa Adolf Hitler chini ya uongozi wa aliyekuwa legendari wa Ufaransa Charles de Gaulle, na sasa tumeungana tena kwa lengo moja la kupambana na ugaidi. Na sisi bado tutaendelea kusapoti Jamhuri ya watu wa Burkina Faso na kuheshimu katiba na sheria pia, ili kupambana na magaidi wasiofuata sheria ambao bado wana nguvu katika baadhi ya maeneo ndani ya taifa la Burkina Faso. Na katika miaka kadhaa tayari tumefanya maendeleo makubwa sana katika mchakato huo, na tumefaulu sana, na tumeona manufaa ya muunganiko huu katika uwanja wa vita. Na zaidi ya miaka 30 baada ya kufungwa kwa ubalozi wa Urusi huko Wagadugu, tunaona hili tena linakuja kuanza upya, na limeanzia mwaka 2023. Na masuala ya kiuchumi ni swala muhimu sana, hata biashara pia. Tena biashara kwa mfumo wa kisasa, na lenyewe ni jambo linalokuwa mno kwa haraka, na tunahitaji kuyatunza sana mahusiano haya. Na tutaendelea kufanya kazi pamoja huku tukiimarisha zaidi mahusiano yetu. Mafungamano ya kiuchumi tutayapeleka mbali zaidi pamoja na ushirika wetu kibiashara. Na ilikuwa muhimu sana mkutano ule wa kiuchumi uliofanyika Urusi wa Burkina Faso mwaka 2024 ambao ulihudhuriwa na watu wa ngazi za juu sana wa Burkina Faso, ambao pia ulihudhuriwa na naibu waziri mkuu. Na sisi tunakuhakikishia Mr. President, tutaendelea kusapoti yale yaliyoko kwenye taifa lako, lakini pia tutaendelea kufadhili scholarship ya watu wa Burkina Faso huku Urusi. Na mwaka huu imekuwa mara 2 zaidi, na mwaka huu pekee tunategemea kupokea wanafunzi 27 kutoka katika taifa lako, na gharama zote zitakuwa ni juu ya serikali ya Urusi. Na raia 35,000 wa Burkina Faso wamepokea elimu ya juu katika nchi ya Urusi. Tumeimarisha pia utamaduni na haki za binadamu, na hili limekuwa swala la msingi sana, na hili limeshikwa pia na himaya za Urusi zinazofanya kazi ndani ya Burkina Faso tangu mwaka 2024, na huko wanafundisha lugha ya Kirusi, jambo ambalo lina manufaa sana katika ushirikiano, haswa kwenye swala la afya, lakini miundombinu pia ya maji taka na maji safi. Lakini mwaka 2024-2025 Madam Popova alitembelea Wagadugu na akajadili mambo muhimu katika maendeleo ya utafiti wa kisayansi katika miundombinu na mafunzo binafsi. Pia tunaweka vipaumbele katika misaada ya kibinadamu kuhakikisha tunasaidia raia wa Burkina Faso.
Mfano, mwaka jana tumetoa tani 25,000 za ngano bure kabisa. Na mwaka huu pia tumejipanga pia kuwapa chakula ndugu zetu Burkina Faso, kwa sababu pia tunatambua mchango mkubwa sana wa Burkina Faso katika majukwaa ya kimataifa, ili ukiweka ndani hata Umoja wa Mataifa, ukichanganya na majukwaa mengine. Pia tunatambua ushirikiano wa hali ya juu sana na mataifa ya ukanda wa Sahel. Mwezi wa 4 mwaka huu tulikuwa na mkutano mkubwa sana Moscow pamoja na waziri wa mambo ya nje. Tulikuwa na mazungumzo mengi katika maeneo mbalimbali, na leo tutapata muda wa kuyazungumzia baadhi. Na asante sana kwa kunisikiliza sana, na hongera sana Mr. President. Na mimi ninaamini nitajibu kwa ufanisi mkubwa na wa hali ya juu. Kwangu imekuwa ni heshima sana kuweza kushiriki katika maadhimisho haya ya miaka 80 kuwasherehekea mashujaa waliopigana vita vya kizalendo vya pili vya dunia. Pia ninakushukuru sana kwa kunikaribisha. Ilikuwa ni heshima kubwa sana kwetu. Na ninataka kusema kuwa kulingana na safari hii nimejifunza mambo mengi sana. Nimejifunza kuhusiana na utamaduni, kuhusu historia ambayo imeweka misingi ya nguvu sana watu wa Urusi. Na nimejifunza maisha ya watu wako walivyojitoa sadaka. Na kupitia sadaka waliojitoa maisha yao, na sasa tuko huru. Ningependa kukushukuru tena kwa mara nyingine kwa mwaliko huu na kikao hiki ambacho tumekaa kuangalia ni nini kinachotokea ulimwenguni leo, na kuangalia pia mitazamo ya ulimwengu ni nini. Vikwazo tunavyoviona leo havitakiwi kutuzuia, na hivi vikwazo wakati mwingine vinakuwa ni faida, bila kusahau vikwazo vingi ambavyo Urusi imewekewa na mataifa mengi huko ulimwenguni. Lakini Urusi bado inashika nafasi ya kuongoza kimataifa, na sisi tunalielewa hili na tunaelewa ugumu wake ulivyo. Na mimi niliangalia lile gwaride na askari namna wanavyotembea mbele yetu wakati wa lile gwaride. Niliona vifaa mbalimbali, ukitia ndani vifaru kutokea kwenye vita vya pili vya dunia, lakini pia niliona vifaa vya kisasa, na ningependa kuendelea kuona ushirikiano huu kati ya mataifa yetu yakiendelea, tena maendeleo makubwa na ya haraka, huku tukitengeneza sura mpya kimataifa. Tunakushukuru sana kwa mitazamo na tabia zako juu ya taifa la Burkina Faso. Na leo nilitembelea shirika la Mandelev, na tunaelewa kwamba mbali na ulinzi na usalama kuna jambo lingine la msingi ambalo ni science na elimu, na tungependa kuona Urusi inatusaidia katika mafunzo na elimu, kuwafundisha vijana wetu, kuwasaidia ili waweze kuendeleza viwanda vyetu na makampuni ya kibiashara, mashine ambazo ni aina nyingine ya uzalishaji. Hili ni muhimu sana kwa Afrika, na tunaamini kwamba magaidi tunaowaona leo ni matokeo ya ubeberu, na hilo ndilo jambo ambalo tunaendelea kupigana nalo. Na tutakaposhinda hivi vita, tutakuwa tuna jeshi bora sana na tunaweza kuiendeleza nchi yetu. Hii ndiyo sababu kubwa kwa nini tunaendelea kupambana. Ndiyo maana ni muhimu sana kuwafundisha elimu watu wetu. Afrika inahitaji mambo mengi sana, hasa linapokuja swala la vifaa, linapokuja swala la teknolojia na mashine, na matarajio mengi sana katika swala hili. Na ndiyo maana tunahitaji kufanya mengi, tunahitaji kufanya kazi kwa nguvu. Ndiyo maana ushirika huu ni muhimu sana kwetu, na jambo la msingi zaidi ni kuweza kufanya mabadilishano na kutusaidia kwenye swala la teknolojia, kubadilishana uzoefu. Tunahitaji kuelewa tunawezaje kutumia uzoefu wa vyuo vya Urusi kwa ajili ya kupata maarifa ndani ya Burkina Faso, na tunawezaje kufungua matawi ya vyuo vya Urusi ili Burkina Faso iweze kufanya kazi kwa ufanisi mno kwa namna tutakavyowafundisha raia wetu. Hili ndilo jukumu lililoko mbele yetu linalotukabili. Tungependa kuona Burkina Faso inaendelea, na tungependa kuona wanafunzi wanaokuja ili kujifunza aina mbalimbali ya science, na tunaweza tukaona watu wakubwa sana ndani ya Urusi.
na ndani yao kuna watafiti mbalimbali, wanasayansi vijana, na sisi tungependa kujifunza kutoka kwenu. Na eneo lingine la muhimu sana ni jeshi. Tuna miradi mingi sana katika eneo hili la ulinzi na usalama.